Ifuatayo ni taarifa kwa vyombo vya habari kuhusiana na maadhimisho ya siku ya vijana kimataifa Zanzibar leo tarehe 5 Agosti 2026. Ndugu waandishi wa habari na ndugu wananchi, kwanza kabisa napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuendelea kuturuzuku hai na uzima uliopelekea kukutana leo hii tukiwa hali ya amani, utulivu na umoja kwa taifa letu. Pili, nichukue nafasi hii kipekee kuwashukuru na kuwapongeza viongozi wetu wa kitaifa, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa uongozi wao mahiri, madhubuti na uliojaa busara, uadilifu, uwajibikaji na mapenzi makubwa kwa nchi yetu na wananchi wa Tanzania na Zanzibar kwa ujumla. Shukrani ziwaendee viongozi na watendaji wote wa wizara yetu ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji wakiongozwa na Mheshimiwa Shabani Al-Othman, Waziri wa Vijana, Ajira na Uwezeshaji, na Mheshimiwa Naibu Waziri Hassan Hamis Hafidh kwa mashirikiano makubwa ambayo wanayatoa siku hadi siku ya kuleta maendeleo na kuimarisha maendeleo ya vijana, uzalishaji wa ajira zenye staha na uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Shukrani maalum ziwaendee wadau wetu na washirika wote wa maendeleo ya vijana Zanzibar kwa mashirikiano mazuri na ya karibu na wizara yetu katika kutekeleza majukumu ya kuwaletea maendeleo vijana na kuimarisha fursa za ajira na uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Aidha, niwashukuru nyinyi waandishi wa habari kwa kuja kuungana nasi katika mkutano huu na kutoa taarifa kwa jamii kuhusiana na maadhimisho ya siku ya vijana kimataifa ya mwaka 2026. Ndugu waandishi wa habari na ndugu wananchi, napenda kuchukua fursa hii kutoa taarifa rasmi kuhusu maadhimisho ya siku ya vijana kimataifa kwa mwaka 2026 katika visiwa vyetu vya Zanzibar. Siku ya vijana kimataifa ni wazo lililotokana na kuasisiwa na vijana wenyewe waliohudhuria mkutano wa vijana kimataifa uliofanyika mjini Vienna nchini Australia mwaka 1991. Wazo hili lilibarikiwa na mkutano wa kwanza wa dunia wa mawaziri wenye dhamana ya vijana uliofanyika mjini Lisbon, Ureno tarehe 8 hadi tarehe 12 Agosti 1998. Azimio hili liliridhiwa rasmi na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa tarehe 17 Disemba 1999, ambapo kwa mara ya kwanza liliadhimishwa mwaka 2000. Kwa upande wa Zanzibar, maadhimisho hayo yalianza kufanyika mwaka 2004, ambapo kwa mwaka huu itakuwa ni miaka 23 tangu ilipoanza kuadhimishwa hapa nchini kwetu. Malengo makuu ya siku ya vijana kimataifa ni kukuza uelewa wa jamii juu ya nafasi na mchango wa vijana katika maendeleo ya taifa, pamoja na kufanya tathmini juu ya mafanikio yaliyopatikana pamoja na kuibua changamoto na kuleta mikakati pamoja na mipango mbalimbali kukabiliana na changamoto hizo zinazowakabili vijana. Ndugu waandishi wa habari na ndugu wananchi, wizara yetu ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji Zanzibar kwa kushirikiana na washirika na wadau wa maendeleo ya vijana nchini, mwaka huu 2026 inatarajia kuadhimisha siku ya vijana kimataifa kwa kutekeleza shughuli mbalimbali. Alhamis tarehe 6 mwezi wa 8 2026 itakuwa ni siku ya vijana na afya. Tarehe 2 Jumaa tarehe 7 mwezi wa 8 2026 vijana, teknolojia na ubunifu. Jumamosi tarehe 8 mwezi wa 8 2026 vijana na michezo. Jumapili tarehe 9 mwezi wa 8 2026 vijana na mazingira. Jumatatu tarehe 10 mwezi wa 8 vijana na ajira na uwezeshaji kiuchumi. Jumanne tarehe 11 mwezi wa 8 2026 ushiriki na ushirikishwaji
na uzalendo kwa vijana. Ndugu waandishi wa habari na ndugu wananchi, kilele cha maadhimisho ya siku ya vijana kimataifa inatarajiwa kufanyika siku ya Jumatano tarehe 12 Agosti 2026 saa 1:30 asubuhi katika ukumbi wa hoteli ya Golden Tulip, uwanja wa ndege Zanzibar. Mgeni rasmi wa maadhimisho haya anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Ndugu waandishi wa habari na ndugu wananchi, kila mwaka siku ya vijana kimataifa huwa na kauli mbiu maalum kulingana na mahitaji ya wakati uliopo. Kauli mbiu ya mwaka huu 2026 ni mazingira tofauti, dhamira moja kwa taifa. Kauli mbiu hii inatoa ujumbe kwa vijana na jamii kwa ujumla kuwa licha ya tofauti tulizonazo za rangi, kabila, dini, kijinsia, kikanda, kielimu, kisiasa, kiuchumi na kiutamaduni, hatupaswi kutumia tofauti zetu hizo kuwa chanzo cha mgawanyiko na kubomoa taifa letu. Badala yake tunapaswa sote kuwa na dhamira moja ya kutumia tofauti hizo kama nguvu ya pamoja katika kuimarisha umoja, amani, utulivu na maendeleo ya kijana, mwananchi mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Aidha, tunaelewa kuwa wapo vijana wanaishi katika mazingira hatarishi na wengine wana mahitaji maalum. Hata hivyo, wote matarajio yao yanafanana katika maisha, yakiwemo kupata elimu bora, ajira zenye staha, huduma bora za afya, amani, usawa wa kijinsia, fursa sawa na maisha bora. Ndugu waandishi wa habari na ndugu wananchi, mwisho kabisa napenda nitoe wito kwa vijana, jamii, mabaraza ya vijana, taasisi na wadau wote wa maendeleo ya vijana kujitokeza kwa wingi na kushiriki katika shughuli mbalimbali zilizopangwa katika ratiba tuliyoeleza. Aidha, kujitokeza katika kilele cha maadhimisho yatakayofanyika siku ya Jumatano tarehe 12 Agosti 2026 saa 1:30 asubuhi katika ukumbi wa Golden Tulip, uwanja wa ndege, ambapo mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Asanteni sana kwa kunisikiliza.